Dar es Salaam. Askari mgambo MT 37-30-53 Yasin Abdallah, mkazi wa kijiji cha Katando wilayani Buhingwe mkoani Kigoma, amelazimika kukaa nyumbani akiwa na risasi mwilini mwake kutokana na kukosa pesa za matibabu. Askari huyo alipatwa na mkasa huo katika tukio la ujambazi kijijini hapo, ambapo alifanikiwa kumuua jambazi mmoja, kuteka bunduki moja aina ya SMG, risasi 18 na bomu moja la kutupwa kwa mkono. Ameshindwa kuendelea na matibabu katika hospitali ya rufaa ya Bugando jijini Mwanza, changamoto ikiwa ni ukosefu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 10 za matibabu. Tukio hilo lilitokea mnamo Aprili 22 mwaka 2013. Richard Katunka ana habari zaidi. Yasini akitumia mbinu za mafunzo aliyopata katika jeshi la mgambo akaweza kuongoza mapambano dhidi ya majambazi hao, na hatimaye kufanikiwa kumuua jambazi mmoja kati ya wawili, huku mmoja kitoroka. Nilienda katika njia ya kuroli, kwa maana kuroli tulifunzwa wakati tuko kwenye kozi ya mgambo. Sasa kulingana ile mizunguko yangu, nilishtukia nimeisha fikisha mguu wangu ambao ndio mwili wangu kwa wale mabwana wawili, Bwana Jofu na yule jambazi. Ile kujipanga kwa maana nyanyuka nimsaidie, nikawa nimeshasahau kwamba nina kamba miguuni. Yule bwana kuchelewesha kama nilifiatua risasi ya kwenye mguu, na mguu kama mfupa kama sambaratika. Ile anainua bunduki kutaka nitenge kifuani. Nikafaulu kudaka mtutu. Niliodaka mtutu ule, nikachomoa kisi nilikuwa nacho kwenye hala, nikamshambulia visu 6 kichwani na kingine cha ubavuni na vya mgongoni viwili, akawa amekata roho yule jambazi. Hata hivyo, tukio hilo linamwacha Yasini akiwa ni majeruhi, ambapo kwa sasa anaishi na vipande vya risasi mwilini mwake kwa takriban miaka 2 na miezi 5. Risasi ya SMG ilipigwa kwenye mguu, ikawa imesambaratika mpaka sasa vipande vimo mguuni na mgongoni, mkono wa kulia na kipande cha bomu. Maisha ya Yasini sasa ni tegemezi. Family nilionayo na watoto 10. Kwa hiyo hapa nilipo sasa hivi naishi kwa nguvu ya mwanamke, madeni yameisha nizidi. Mpaka sasa yani ni kwa kuwa walionikupa wote wanijulia hali, pia wanajua nilichokifanya. Hapo sasa tumeshafika mwisho. Ametibisha kwa hela yake na hela za ndugu zake, na wenyewe wameishiwa. Tangia umie tarehe 22 mwezi wa 4 2013. Hajui kuingia chooni. Ni chombo tu. Kuoga ni mpaka nimwogeshe mimi. Shuleni tulikuwa tunasoma tukaacha. Kwa kuwa hatuna daftari, kalamu, uniform, viatu. Yasini anakili hata hivyo, serikali ya mkoa wa Kigoma kutoa kiasi cha shilingi 400,000 kwa watu wote 7 kama pongezi, sanjari kutoa vyeti kutambua ujasiri ulioonyesha katika kupambana na ujambazi hao. Katika msaada huo nilipata ni 400,000 hiyo ambayo tuligawana wote katika mateko, wote tulikuwa tumetekwa. Halafu na kitambulisho cha askari polisi vya Amindo vilikio. Yasini analazimika kuishi na vipande vya risasi mwilini mwake, changamoto kubwa ikiwa ni ukosefu wa fedha kwa matibabu. Nikawa naendelea kufanya nao mawasiliano nikiwa kitandani wodini hospitali Bugando rufaa. Ilifika wakati nikiwapigia simu wananiambia, mzee kata simu tukupigie. Baada ya hapo, baada ya kunipigia wakawa wamesitisha. Hali hii inawasonesha wananchi kijini hapo. Tumeshatoa misaada mbalimbali, tunatoa kasabuni, lakini imeshashindikana. Sasa serikali kama serikali, ningeomba ikatoa msaada juu ya mzee wetu Yasini. Wanatangaza kwenye maredio, vyombo vya habari, ukikamata silaha rejesha unapewa 500,000. Lakini mimi tumekamata jambazi na silaha na magazini 5 na risasi 18. Kwa kweli serikali yetu ya Tanzania ilichofanya sio. Jitihada za kupata uongozi wa mkoa wa Kigoma kwa ufanuzi juu ya swala hili haujaweza kufanikiwa baada ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Isa Saleh Machibia kunieleza kwa njia ya ujumbe mfupi kwa yupo nje ya mkoa wa Kigoma kikazi. Richard Katunka, Star TV.